Lady JD, mashabiki zake lakini pia legend wa muziki Afrika Mashariki walikuwa naye kwenye event yake alipokuwa akisherekea miaka 25 ya kuwa kwenye game ya muziki hapa Afrika Mashariki. Kama unavyofahamu, amefanya kolabo na wasanii wengi sana wa kizazi kipya cha zamani. Amefanya kolabo na wasanii wa nje, bila kusahau amefanya kazi na madirector na maproducer pia wa nje. Ni moja kati ya wasanii ambao wana experience ya kutosha kufanya kazi na kampuni mbalimbali za distribution za muziki, na wasanii wengi wa kike ambao wanatamba sasa hivi ukitazama interview zao nyingi watakwambia wamekuwa inspired na the legend himself Lady JD. Na wakati anaongea na waandishi wa habari, aliulizwa kuhusiana na issue ya kustaafu career ya kuimba. Yani je, anaweza kastaafu kuimba? Mashabiki zake wategemea kitu kama hicho kwenye siku zinazofuata. Akasema kwa bahati mbaya muziki ni ajira ambayo huwezi kuiacha, labda uamue wewe mwenyewe. Iko pale kila siku, ni hobby, ni passion, ni fun, ni starehe, na ni kitu ambacho hawezi kukiacha, kwa sababu kuna watu wengine wanafariki ukiwa stageini, kuna watu wengine wana miaka mpaka 100 walikuwa wana perform. Kwa mfano Bibi Kidude ameperform mara nyingi sana akiwa na umri wa miaka 90 mpaka miaka 100. Hivyo kwa Lady JD anahisi ya kwamba kitu kinachokitwa kustaafu kwenye muziki hakipo kwa upande wake yeye. And to be honest, who wants Lady JD to retire? I mean, come on. Huyo mama anaimba, mwacheni aendelee kuimba kila siku. Tunahitaji burudani yake. So shout out kwa Lady JD kwa sababu alikuwa na mastaa wengi wa zamani, legends ambao waliperform kama vile AY, kina TID walikuwepo kwenye nyumba, lakini pia support kubwa ya management ambayo inamsimamia na imefanikiwa kumpa title nzuri tu ambayo Lady JD anastahili, Malkia wa muziki Tanzania. Lakini tukiendelea kuongelea kuhusiana na issue ya wasanii wa kike kwenye kiwanda cha muziki, kuna rap mkali tu kutoka East Africa Tanzania anaitwa Barbie Mia, ana EP yake mpya inaitwa Life of Barbie, na kuna ngoma 4 humo ndani. Ngoma ya kwanza ni Life of Barbie, ngoma ya pili ni Ruka, ngoma ya tatu ni Shake It, na ngoma ya 4 ni Beautiful Girl. Kwenye ngoma hizi amemshirikisha Country Wize, lakini pia kuna mtu anaitwa Money Central Zone humo ndani. Shout out to Army Wave kwa kusimamia production, lakini pia Sanja Kong, na hizo nyimbo zote zilikuwa zimeandikwa na Country Wize, Country Boy. Life of Barbie inafungua ukurasa mpya kwenye career ya rap ya Barbie Mia, na unaweza kwenda kusikiliza ngoma hizi zote kwenye audio platforms tofauti, lakini pia lyrics zake zipo YouTube right now. Na kupitia mtandao wa Audiomack, EP hiyo imekamata nafasi ya 3 kwenye TZ chart hip hop album, na mashabiki zake wanasubiri kuona video zikidondoka, yani music video kutoka kwenye nyimbo ambazo zipo kwenye EP hiyo. This is PJ Classic FM, that's what you're listening to right now all the way from Burundi. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ambayo ni PJ Classic Media.